Mungu. Mungu akubariki sana. Anasema lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizo ndizo zimpendezazo. Maana kama sadaka hizo, kumbe unapoutoa mwili wako, unaposhirikiana, mnapopendana, hiyo ndio sadaka. Mungu akubariki sana. Unaponichukia, Mungu anachukiwa na wewe, kwa sababu umekataa kuwa sadaka. Unapokubali kushirikiana mimi na wewe, unapokubali kushirikiana ndugu kwa ndugu, hizo ndio sadaka zimpendezazo Mungu. Mungu akubariki sana. Pesa ni kwa ajili ya matumizi. Kama una pesa, kanunue gari utembelee. Kama una pesa, kajenge jengo ili upate kuishi. Na ndio maana huwa tunafanya michango. Michango ni tofauti na sadaka. Na ndio maana tunafanya mchango kwa lile jambo ambalo lilotugusa au tunatamani kulifanya. Hebu nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Sasa kuna mtu mmoja akaniuliza, kama mchungaji amtoi sadaka, injili inapelekwaje? Nikamwambia injili inapelekwa kwa miguu. Sasa wewe unadhani injili inapelekwaje? Bila hela haiwezi kupelekwa. Aliyekwambia pesa inapeleka injili ni nani? Injili inapelekwa na miguu yangu. Nikifika na napata sauti, ninaanza kuhubiri. Sema amen. Kama sina fedha, nitaishia ng'ambo ya pili, nitahubiri. Ndio maana Yesu alikuwa anavuka ng'ambo ya pili, ng'ambo ya tatu, ng'ambo ya tatu, ng'ambo ya nne. Kwani Yesu alizunguka miji yote? Yesu alizunguka miji yote? Sasa atachoka. Na ndio maana leo tunashangaa. Leo hata hauna pa kuzunguka. Yaani Yesu angekuwa kama kizazi cha leo, angehangaika na nini? Kuna speaker, kuna kipaza sauti, kuna makamera. Angesema dunia nzima wangasikia. Mungu akubariki sana. Miujiza inaonekana ya life. Sasa hivi inaonekana miujiza ya kutengeneza. Mchungaji, naumwa ni uvimbe, upone. Kumbe mmetengeneza dili. Mungu akubariki sana. Yesu alikuwa anakata mitaa kwa mitaa. Anakutana na watu wanaenda kuzika, anawaambia shusheni jeneza, uwe mzima. Anaamka, anakuwa mzima. Sio wewe unaenda mochwari unapiga dili kwamba jifanye umekufa waje wakuchukue, wakulete kwenye madhabahu, na madhabahu yenyewe ni ya kidunia. Unafika pale unasema shakala. Leo tunaenda kufufua. Kumbe umepiga dili la kutoka mochwari. Ajifanye umekufa, alafu wakutoe mochwari uje uombewe, unaombewa, unapona, watu wanaamini, watu wanamiminika, watu wanakimbilia. Na ndio maana makanisa ya leo yamekimbilia miujiza na kuponywa, hawajakimbilia uzima wa milele. Na ndio maana sisi hayo ni mazidisho. Cha kwanza tumekimbilia uzima wa milele. Hicho ndicho kitatutambulisha kwa Mungu, kuishi na Mungu milele, kwamba ni kuwa na uzima wa milele. Sema amen. Lakini leo makanisani watu wamekimbilia kuponywa magonjwa, watu wamekimbilia mchungaji niombee. Watu wengine wanasema mchungaji ninaumwa wiki nzima, siko poa kabisa, niombee. Nakwambia sisi hatuwezi kukimbilia maombi. Nitakuombea leo, kesho utaugua. Nitakuombea kesho na kesho kutwa utaugua. Sasa utakuwa ni wakuombewa kila siku. Mungu akubariki sana. Na ndio maana kuna mna mwingine unamwambia Mungu asante kwa kuugua. Inawezekana mimi kuugua kwangu